kitu kingine. Haufananishi. Haleluya. Amen. Haufananishi. Uambiwe rudi. Kema ungelewe tegea. Rudi. Tengeneza maneno. Yupo. Na utapona. Bwana Yesu asifiwe. Unamsikia. Kuogopa wakati alienda kaomba msamaha. Yesu baba kwa mleta hapa. Tupo lile fungu. Hadi kila moyo. Kuna kifungo ulikuwa nacho. Ndio tunakosa. Ninasema ukimkosea, Unashindwa kutoka. hakuna wa kufungua. Kama mimi ndio wakati umekosa. Ndio unakosa. Wakati unakosa. Ndio baba. Wamekushauri wewe. Kama mimi ndio Imeshindikana. Mtu Mshauri wa ajabu. wewe Anafanya kifunga mambo direct. Hakuna wa kumfungua. Kama mimi ndio anafanya. hakuna wa kumfungua. Kama mimi ndio hapo ni fungu. Hakuna wa kumrudisha. Kama mimi hawezi kufunga tena. Kama wewe unataka rafiki Tatizo la Wakati wakuja tu watafunguka. Niliwaandika mahali tunaishiki pale. Tufikiaji hiyo. Lakini hata tukiwa tufikiaji kuna gari. Hapo Jumatatu tungepiga. Siku waende hakuna awezaye kufungua. Waende Nigeria. Waende South Africa. Waende Congo. Hakuna awezaye. Katika jina la Yesu. Wakati wanapiga kelele, wewe unaendelea. Wewe ni wa maana. Wanasema wewe uko mbele yao, waendelea. Wakati watakuwa wanakuja kusema watakuta shule imeenda mbali, watakuta umeenda mbali. Yanayoshindikana yanawezekana tena. Kanisa kuwa nimefika mahali tumefika. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Wakati wanatuuma na kutupeleka, tunapata prayer item. Usipopewa prayer item tutaongea nini? Usipopata prayer item, lazima kusengenya. Prayer item unatoa wapi? Unapata wakati unaenda hiyo jioni, wakati unapiga magoti, unaambia Mungu kumbuka, unaambia Mungu amen. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anasema anasema huu mlango uliofunguliwa mbele yako hapana awezaye kuufunga. Anasema kwa kuwa uko na nguvu kidogo, nawe umenitunza neno lako, wala hukulikanya jina lako. Haleluya. Maandiko yanasema Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu mdhalimu. Anakulipa kulingana na vile unampa, kulingana na matendo yako. Yeye hana kipendeleo. Palme mafuta. Wakati aliingia kule, samani wa kwanza, C'est mon courant, maman,
Sema ndio huyo. Wakati alienda pale, Yesu ndio Yesu. Kaisa na mafuta kwangu kwa. Akaambia Yesu, kwenda Yesu. Anakuja kutolea Bwana sadaka ya kuteketeza. Hai bado na roho sisi tunabeba sadaka. Na akamwambia wewe. Amen. Yesu akaleta kijana. Kwa hiyo ni kichocho. Maandiko yanasema wanafunzi wanono. Kwa sababu tunataka kuelekea hiyo. Na wazuri. Akakikora. Wenye sura. Wenye sura sura. Na kupendeza. Akakikora. Kwa macho ya watu. Haleluya. Naona. Akakikora. Kwa penda ya mafuta. Na mimi nataka uingie hii pembe. Hapa ndicho kuna mwili. Nataka niseme kama wewe ndio ungekuwa wa kwanza. Mwingine. Katika mwingine ni starehe. Au ndio washa. Haleluya. Wewe kuna kifungo pesa ilikuwa imejaa mafuta. Kila nipo itakuja. unashindwa kutoka. Na wakawa wanapita. Wakati pesa ya Samuel. Wakati alipita wa kwanza. Aliinamisha ile pesa ya mafuta. Lakini yupo mshauri wa hii gilasi nikiweka maji. Gilasi nikiinamisha hapa. Itakosa kutoka. Haleluya. Amen. Akakuta kwa wapili. Watatu. Aibu mwagika. Wanne. Hakuna moronge. Hakuna mwambili. yupo Mungu Jehova. Akakuta. Akakuta kwa mwingine. Wangesema huyo wako na miaka. Huyo wamenona. Huyo wamenona mengi. Anaweza ongoza hao watu. Lakini kutoa mafuta. Kasukoza mwini. Anajua matendo ya wanda ikawa kwema wasakini wenu. Imushe mungu wami yipite beki. Kuna mtu hapa kwao wakiitwa yeye ndiye wa mwisho. Yeye anaambia kwa mwisho wakati wameshafanya. Hii neno ni yako. Mungu anakutambua. Mungu anakujua wewe mtu. Kuna tamasha. Kanachunga kondo. Hatuta kumuzika. Mpaka Daudi afike hapa. Haleluya. Kuja hapa Daudi. Daudi akakuja. Ametoka machungani. Ametoka kuchunga kondoo. Sasa wale wengine miili yao ndio walikuwa wamenona. Walikuwa wakubwa umri. Lakini hawakuwa wanajua kondoo zinachungazwa. Huyu mwenye amedharauliwa. Mwenye ataadi mafuta yakamwagika. Nani nawachilia mafuta? Nawachilia kwako Daudi. Nawachilia mafuta. Kurudini kwa jina la Yesu. Imeshindikana. Lakini yupo mshauri